Aisee. Amani ya Bwana iwe pamoja nawe. Karibu sana baba yangu, mama yangu, wadogo zangu, vijana wenzangu. Bwana, ndugu yenu Mfarisayo hapa, tunaendeleza mada yetu ile ambayo safari ni ndefu, lakini kwa uwezo aliomba Mungu na nje tutafika taratibu. Na leo nadhani Mungu akijalia tunaweza tukamaliza kabisa, tunaweza tukamalizana na kipengele kizima cha Nuhu. Nuhu bwana na watu wake Nuhu bwana alipitia mambo mengi sana kwa watu wake, lakini leo tutamaliza. Vitu vya msingi ambavyo nataka tuvishike kuanzia kwenye episodi hii ni kwamba tumeanza na Adamu kwenye episodi zilizopita hapo, akizingatiwa kama ni mtume na lengo na madhumuni. Tulipofika kwenye pointi ya kwamba dini ni nini. Ili tujue dini ni lazima tuangalie walimu wa dini. Walimu wa dini ni manabii na mitume, ambapo kwa sehemu nyingi duniani, sehemu ambazo wamefika Uislamu waliopeleka ni Waarabu, watu wa Afrika Mashariki. Afrika ya Kati, Mashariki ya Kati samani. Watu ambao wamepeleka Uislamu kote duniani ni watu kutoka Mashariki ya Kati, Middle East. Lakini pia Ukristo na madhehebu yake yote, makundi unayoyaona, sijui Orthodox, TAG, KKT, Ministry of Jesus na makanisa mengine mengi, walopeleka haya, waloleta hivi vitu ni wazungu. Kwa hiyo tupo kwenye pointi ya kumwangalia kati ya mzungu na Mwarabu ni nani ambaye amekaa na walimu wanaofundisha dini, kwa maana ya manabii na mitume. Kwa hiyo tukaangalia kwenye episodi zilizotangulia kwamba mtume wa kwanza na nabii ambaye anazingatiwa kama ni mtume wa kwanza wa Mungu ni Adamu. Adamu bana, tumeangalia jinsi ambavyo waliishi katika ardhi hii, japokuwa story tulikata kwa ufupi kwa sababu mambo ni mengi. Tukamwangalia namna alivyoishi mpaka mwisho wa maisha yake. Waliishi tu katika mazingira tu mazuri ya kumwabudia Mungu na kumwomba msamaha mpaka alipofariki, ambapo mpaka leo kaburi la Adamu, ukitaka kwenda kuona alipozikwa Adamu, baba yetu wa wanadamu wote duniani, kaburi liko Iraq, Baghdad kule. Na kuna wakati Papa John Paul wa pili alitaka kwenda kutembelea, alisema kwamba mimi nahitaji kutembelea nchi walizokaa manabii. Sehemu nitakayoanzia kwenda ni kwa pale alipozikwa Adam, baba wa wanadamu wote duniani. Kipindi hicho rais alikuwa ni Saddam Hussein. Akamwambia Papa, ukifika hapa Iraki kuja kuangalia kaburi la alipozikwa nabii mtukufu Adam, basi wewe hautaondoka Iraki. Au kitua tu Iraki hapa hautaondoka tena hapa. Papa akaona sije kawa shida, akawa ameahirisha ile safari. Kwa hiyo Adam na Eva mke wake na kizazi chake, wakina Kaini na Abeli na wengine waliofuatia baada ya hapo, walikuwa maeneo ya Mashariki ya Kati, kwa ushahidi ambao ni kwamba kaburi mpaka leo liko pale Baghdad, Iraq. Kisha tukaendelea na simulizi zetu hizi mpaka ikafikia kwenye pointi ya kupatikana kwa mtume Nuhu, akizingatiwa kama mtume wa pili wa Mungu. Na kitu ambacho labda ulikuwa ukijui, ndugu mtazamaji wa hii channel ya Mfarisayo TZ, ni kwamba katikati urefu baina ya Nuhu na Adamu, yani kutoka kwa Adamu kuja kwa mtume Nuhu, ambapo watu walikuwa wameshaanza ibada chafu ya kuyaabudia masanamu na kuyaheshimu, na kuacha ibada ya kumwabudia Mungu mmoja ambaye alikuwa akiabudiwa na Adamu pamoja na watu wake. Kuna kitambo cha takriban miaka 1000, karne 10. Sijui unanifahamu hapo. Kwa hiyo ilichukua takriban miaka 1000 kutoka mtume Adamu mpaka kupatikana kwa mtume Nuhu, ambapo Nuhu sasa katika maajabu yake, miongoni mwa maajabu ni kwamba yeye
alihubiri kwa watu, kuwafikishia maneno ambayo Mungu anayaridhia kwa takriban miaka 950, yani miaka 1000 kasoro miaka 50. Ulipofika wakati wa Nuhu kuanza kufanya utume na kuwaita watu kumwabudia Mungu mmoja na waache ibada ya masanamu ambao nimesema hapo kabla kwamba alikuwa ni ya watu wema. Kipindi watu waliokuwa wamemdiriki Adamu na kizazi chake wakiishi walikuwa ni watu wema sana. Kwa hiyo ikaenda wakawa wanafariki. Sasa wale watu wema mmoja baada ya mwingine wanafariki. Sasa kwenye yale majonzi na huzuni, shetani akawaingiza kwenye mtego, akawaambia, jamani, mnaonaje kwenye kila sehemu ambazo walikuwa wanakaa watu wema tusitengeneze mazingira ya kuwaenzi kwa kumbukumbu, kwamba kwa kumbukumbu ya kuwajengea masanamu, kwamba bana huyu fulani alikuwa akikaa hapa. Miongoni mwa hao waja wema ambao baadaye walikuja kuanza kuabudiwa kama mtu, walikuja kuanza kuabudiwa kama Mungu kwenye masanamu ni kama Yautha, Yauka, Nasra na wengine. Hao walikuwa ni majina ya baadhi ya masanamu ambayo walikuwa ni majina ya watu wema kabisa, lakini kwa sababu ya hadaa za shetani na mitego yake, basi akawa amewaingiza watu kwenye mkenge namna hiyo, wakawa wakiabudia hayo masanamu kama ambavyo anaabudiwa Mungu. Sasa Mungu akaona uchafu wa kuabudu masanamu umezidi na watu sio wa kutoka leo wala kesho kwenye ibada hiyo. Mungu akaamua kumtuma mtume wake Nuhu, mtume ambaye alimchagua miongoni mwa hao wakazi wa hilo eneo, miongoni mwa hao watu wa sehemu hiyo, kwa sababu na ndio utaratibu wa Mungu. Mtume anatokana na nyie wenyewe ambaye mpo sehemu husika. Anachagua mmoja, anakuwa ni wa kuwafikishia ujumbe kutoka kwake yeye, kwamba ni kitu gani anakitaka, kitu gani ambacho hakitaki. Kwa hiyo Nuhu akawalingania wale watu wake, akawahubiria maneno kwa ukarimu sana, na akatumia kila njia. Miongoni mwa mambo ambayo Nuhu alikuwa akiwaambia watu wake ni kwamba, enyi watu wangu, hakika mimi ni mtume wa Mungu wa wazi kabisa kwenu. Ninayokuambieni ambayo ni ya ukweli. Mwabudieni Mungu mmoja, nyie hamna Mungu isipokuwa yeye, na acheni kabisa ibada ya kuabudia masanamu. Kwa hakika ghadhabu za Mungu zinapokuwa zipo juu ya jamii fulani, huwa jamii hiyo haipati usalama. Ushanielewa? Kwa hiyo akawa akiwaambia maneno hayo, na akisisitiza kwamba, jamani, mimi kwenye kukuambieni haya mambo sihitaji hata 100 kutoka kwenu. Sihitaji mnipe 100, 200. Sihitaji mnipe chochote katika mali zenu. Mimi tu nachohitaji ni nyie muamini hiki ninachowaambia na mkifanyie kazi. Mkubali kuacha ibada ya masanamu, mmwabudie Mungu mmoja ambaye haonekani. Mkikubali kufanya hivyo, atawasameheni makosa yenu mliyofanya kabla ya kuabudu masanamu, na atakuacheni katika hii ardhi hii mpaka wakati wenu wa kufa utakapofika. Ina maana kwa mafundisho haya ya mahubiri ya Nuhu kwa watu wake ni kwamba, kumbe ukiwa ni mtu ambaye ni muovu, unafanya vitu ambavyo Mungu havikubali, inaweza kuwa sababu ya wewe kufa hata kabla ya siku zako, mzee. Yaani Mungu anaweza kukuondoa hata kabla ule muda wako alikuwa amekupangia kuishi hapa kufika. Yaani kama Mungu alikuwa amekupangia uishi miaka 70, alafu umefika tu miaka 30 ukawa na jitu ovu, jitu shenzi, unafanya vile unavyojisikia wewe, unaua, unaabudu visivyoabudiwa, unafanya ovyo, unazini. Ushanielewa? Ukiwa ni mtu wa design hiyo, inaweza ikawa ni sababu ya wewe kufa kabla ule muda ambao Mungu amekuwekea miaka 70, akakuvuna tu akiwa na miaka 40, akakuvuna tu akiwa na miaka 35. Kwa mujibu wa maneno haya ya mtume wa Mungu Nuhu, aliwaambia, kama mtafanya hivi ninavyoelekeza, Mungu atakusameheni madhambi yenu na atakuacheni muishi mpaka muda wenu ule aliokupangieni muishi utakapofika, ndipo mtakufa, na atakujalieni mtakuwa matajiri, na atakupeni watoto, mtakuwa na watoto wengi. Hizo ni kwa hiyo kumbe ni katika neema za Mungu, mtu kuwa na mali, mtu kuwa na watoto, ni neema na baraka kutoka kwa Mungu, si jambo dogo. Basi watu wa Nuhu bana walikuwa ni wabishi sana.
wakasema, sisi wewe Nuhu tunakuona ni mtu mmoja, ni mwenda wazimu kabisa, wewe ni chizi. Alafu kitu kingine kinachotupa sisi power ya kukupinga, tunawaona wale ambao wamekuamini wewe ni watu ambao yani ni watu wanyonge kwenye jamii, maskini, wanyonge, hawana chochote, si watu wa kusikilizwa wala kuzingatiwa kwenye jamii yetu. Sasa vipi sisi tunakuamini mtu ambaye unapata na watu ambao ni madhaifu dhaifu, watu ambao ni hoi hahi, hawana mia nyeusi, pango pakavutia mchuzi, ndio wamekuamini? Sisi tutakusikiliza vipi na kukufuata vile ambavyo wewe unatuambia? Basi Nuhu bana, baada ya kuona sasa hakuna dalili yoyote ya uongezeko wa waumini, yani sasa ile namba ambayo imefikia ndo hiyo haizidi, na alipata ugumu sana, kwa sababu ilifikia pointi, kwa sababu Nuhu Mungu alimpa muda mrefu kidogo wa kuishi, kama tu miaka ya kuhubiri maneno ya Mungu alitumia takriban miaka 950. Ina maana yeye alikuwa ana umri gani binafsi yeye kama yeye? Yaani miaka 950 ni ya kuhubiri mzee, sio umri wake kamili. Ni miaka ya kuhubiri, ni miaka ya kufikisha neno la Mungu. Mungu anataka hiki, Mungu hataki hiki, acheni ibada ya masanamu, abudeni Mungu mmoja. Sasa bana, alivyoona hakuna dalili ya hivyo, na hiyo ilitokana na, ilikuwa inafikia pointi mzazi akitaka kufariki, akiona kabisa umri wake unaenda halijojo, anamchukua mwanae anampeleka kwa Nuhu, anamwambia, unamwona huyu mzee, mkariri sana huyu mzee,